Ndugu wanachama, tunapenda kutoa maelekezo kama ifuatavyo. Ndugu zangu, tumekuwa na mambo mengi hivi sasa kupitia mitandao yetu ya kijamii na sehemu mbalimbali, lakini sisi kama wasimamizi wa chama hiki tunapenda kulani matukio yaliyojitokeza siku ya uchaguzi, na tunapinga vikali mno. Amani ya nchi yetu iko mikononi mwetu. Tuendelee kuilinda amani, tuendelee kuiboresha tunu yetu. Pasipo na amani, kazi zetu hatutaweza kuzifanya kwa wakati. Kwa hivyo niwatake viongozi wote na wanachama wanaoendesha pikipiki mkoa wa Njombe na wilaya ya Njombe kuto kujihusisha na mambo yeyote yale maovu au kupanga maandamano. Tunapinga vikali mno. Hairuhusiwi mwanachama yeyote atakaye patikana na kosa la kuvunja amani yetu ya Tanzania hata kuwa na sifa ya kufanya kazi ya kuendesha pikipiki wilaya ya Njombe na mkoa wa Njombe, atachukuliwa hatua kali za kisheria, aidha kufikishwa mahakamani kwa uvunjivu wa amani. Sisi kama wasimamizi wa chama hiki cha waendesha pikipiki tumekuwa bega kwa bega na viongozi wa kiwilaya, kimkoa. Njombe yetu imevuka salama. Tuendelee na amani yetu kama tulivyovuka kipindi cha uchaguzi, na sasa tuendelee hivyo hivyo kutulia. Niwapongeze sana. Sisi hatujabahatika kuingia kwenye mikumbo ile. Kwa nirudie tena kuwataka tusije kujiingiza tena kwenye hayo mambo. Kwa wivu mkubwa, amani hii ikishavurugika, kuirudisha ni gharama kubwa. Mali za watu zimepotea wakizingizia maandamano. Kwa hiyo tulani sana. Ndugu wanachama, twendeni tukawe mabalozi kwa kila abiria utakayempakia. Mpe ushauri, mweleze lugha star, mpe maneno ya amani, mpe maelekezo ya kuilinda amani. Utakapoona umempakia abiria anakushawishi jambo ambalo hulijui, tafadhali wasiliana na ofisi yetu ya bodaboda wilaya ya Njombe, lakini pia wasiliana na viongozi mbalimbali, jeshi la polisi na kadhalika. Usikubali mtu akakushawishi, na sisi hatuko tayari kushawishika na mtu yeyote yule kwa kudanganywa, kwa vijisenti au kwa jambo. Nitazungumzia mikoa mingine ya wenzetu huko, hususan mkoa wa Mwanza. Nimesikia Mheshimiwa RC Saidi Mtanda kilalamika pikipiki zimekuwa zikihusishwa sana na kuchukua watu wageni kuingiza ndani ya taifa letu, lakini pikipiki hizo zimekuwa zinaendeshwa na watu wa kigeni. Kwa sisi mkoa wa Njombe tunaendelea kuwaasa wanachama wasijihusishe na vitu kama hivyo kama ilivyotokea mikoa mingine. Ndio maana tumeamua tuwape tena maelekezo haya ili isije ikatukuta na sisi mkoa wetu wa Njombe. Asante. Wanachama wangapi ambao
rasmi, lakini vile kwa kupitia vituo ambavyo umeviainisha, labda wanatoa ushirikiano gani ili kuonekana kwamba hawezi kwenda kinyume na vile ambavyo. Nikushukuru. Tuna wanachama 1484 mpaka sasa ambao hao tumewasajili kupitia utambulisho wa namba, lakini tuna vituo 76. Kwa hiyo hao ndio ambao tunawasimamia sisi. Lakini sasa mara nyingi sana hivi vitu vinahusishwa kwa sababu walio wengi wanatembelea vyombo hivi vya pikipiki wanakuwa si wanachama. Kwa hiyo turudie tena kuanza, ushirikiano wao ni mkubwa pindi pale wanapoona mtu ambaye hajasajiliwa akiingia kwenye vituo, huwa wanatoa ushirikiano mara moja, na sisi tunamchukulia hatua kali za kisheria. Asante. Tamko hili labda ni tamko la mkoa ama ni tamko la Njombe mji, lakini kwa nini bodaboda zaidi imeamua kukutana na kuna umuhimu gani labda kulinda amani ya nchi? Asante sana. Tamko hili ni tamko la kimkoa lakini na wilaya pia. Sisi tumeona tukutane kwa sababu kwanza sisi ni watu wa chini. Kula yetu kwa siku tunategemea tukipata 1000 leo ndo kula yetu. Kwa hiyo tumeona tuhamasishane, tusije tukakosa kula siku 2-5 mbele kwa sababu ya kuleta maandamano yasiyokuwa na tija ndani ya taifa letu. Asante sana. Mimi majina yako na nafasi yako. Mimi naitwa Evermdi Kaunti Msigwa, mwenyekiti bodaboda wilaya Njombe na ninawakilisha mkoa pia. Samahani kwa kuongeza tu, watetesi kwamba kuna watu walikuwa wanashawishika kupewa pesa na kusafirisha watu kwa gharama kwenda wilayani na maeneo mengine kama sehemu ya kutoa ushirikiano kwa vyombo vya usalama. Nini rai yenu sasa katika kuwafichua watu ambao pengine hamwafahamu? Nikushukuru. Sisi kama nilivyosema hapo awali, kwanza tumekuwa bega kwa bega kuanzia viongozi wa ngazi zote, mkuu wa wilaya na RPC, tumekuwa tukishirikiana naye sana. Na ndio maana hata ukafanya tathmini mkoa wa Njombe, hayuko mwanachama yeyote yule anaendesha pikipiki ambaye amekamatwa kipindi hiki wakati akimsafirisha mtu kutoka nje ya Njombe au kumtoa mtu nje ya Njombe kumtoa mtu labda Ludewa kuja Njombe ili hali aje aivuruge amani ya mkoa wetu. Kwa hiyo amini kwamba watu walisikiliza maelekezo tuliyoyatoa kabla, kipindi cha uchaguzi na wakati wa uchaguzi. Sawa. Labda kwa kutimisha, ukiachana na masuala haya ya uchaguzi na maandamano, lakini bodaboda wanahusishwa kushiriki kwenye masuala mbalimbali ya kihalifu kwa kutaka, kwa kujua ama kwa kutojua. Ukiachana na masuala ya maandamano, nini kauli yako kwenye masuala mengine ya kiusalama kujiepusha na vitendo vya kihalifu? Asante sana. Maelekezo yangu na kauli yangu kwa wanachama, tuache kujihusisha na mambo ya kuvunja amani kwa maana ya kwenda kuiba. Umempakia mtu, muulize mara mbili. Tumeshapewa elimu, kama mtu ambaye unampakia una mashaka naye, umpige picha au toa taarifa kwa wenzako kwamba huyu mtu nimempakia lakini ananiambia twende huku na sasa hivi ni usiku. Sisi tuko hapa, niko na katibu wangu bingwa kabisa, saa 8 za usiku anaamka. Jeshi la polisi tuko nalo imara sana, ni kutoa taarifa ofisi kwamba huyu mtu niliyempakia sijui, lakini nawapa onyo wale ambao wanakuwa wanajua kabisa mtu huyu ameniambia twende sehemu fulani ambao ni sehemu off. Mtu huyo akipatikana mwanachama anakuwa pia amekosa sifa za kuwa mwanachama wa chama hiki. Mwenyekiti, elimu kwa kiasi gani mmewafikishia hawa wanachama wako? Elimu tumewafikishia kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu mimi nina viongozi wa kanda 6 na kila kituo nina viongozi. Kwa hiyo huwa nawapa elimu viongozi wangu kwanza, lakini pili viongozi wa vituo kila siku waimbe neno amani amani. Na kila baada ya miezi 3 tuna mkutano. Shukrani sana. Asante. Kwa majina naitwa Julius Simon Lulandala, ni mwanachama wa umoja wa bodaboda wilaya Njombe, nikitokea katika kanda ya Mji Mwema. Awali nipende kushukuru uongozi wangu wa bodaboda wilaya na mkoa kwa kutuelimisha juu ya usalama wa taifa letu na amani ya taifa letu. Mimi kama mwanachama pamoja na wanachama wengine tumepokea maelekezo haya ili kuhakikisha
ili kuhakikisha taifa letu lina amani. Tumeshuhudia wenyewe baada ya tarehe 29 kwenye uchaguzi, ndugu zetu wamepoteza uhai wao, lakini wengine wamepata changamoto kubwa ya kukaa majumbani, hali ya kuwa kipato chetu ni cha siku. Kwa siku 10, siku 5 tumekaa ndani tukiwa na njaa. Hivyo maelekezo haya ambayo viongozi wetu wametupa, lakini pia na viongozi wa kitaifa wametupa, tunayapokea na kwenda kuyatendea kazi. Lakini pia mimi kama mwanachama ni washawishi na kuwashauri wanachama wenzangu, yako matumizi ya kimtandao ambayo si rafiki, ambayo yanatumika kuhamasisha mambo ya maandamano, lakini pia mambo ya kuvunja amani kwenye taifa letu. Lakini tumeona na tumeshuhudia vyombo vya ulinzi na usalama vikishughulikia watu hao ambao wanatumia mitandao vibaya. Kwa umoja wetu tushikamane, tuhamasishane ili kuhakikisha tunu ya taifa inaendelea kusimama imara, amani ikitawala. Ni kwa kiasi gani mmepewa elimu juu ya ulinzi na usalama, kujilinda nyinyi wenyewe, lakini pia kwa wazalendo kwa taifa lenu? Asante sana. Ni mara nyingi sana tumepewa elimu. Tumepewa elimu na viongozi wetu, lakini pia tumepewa elimu na viongozi wa kiserikali pale wanapotutembelea, wakikutana na sisi, wakizungumza na sisi juu ya mambo ya kiusalama, hasa katika afya zetu ili tuwe imara kwa ajili ya kuendelea kupata vipato vyetu, lakini pia juu ya usalama wa wale abiria ambao tunawabeba na kuwasafirisha, sababu si kila abiria ambaye ni salama kwangu na kwa mtu mwingine pia. Hivyo tumeendelea kupata elimu na tunaendelea kupata elimu, tunazipokea kwa ajili ya maisha yetu. Kwa majina naitwa Onesimo Ng'ang'ana, ni bodaboda mkoa wa Njombe. Tukizungumzia kuhusiana na hali iliyojitokeza tarehe 29, sema kweli kwa sisi kama bodaboda ilituathiri kwa upande mwingine, kwa sababu maandamano yanavyokuwa yanajitokeza, kuna baadhi ya shughuli zitasimama. Hususani kwa kipindi kile tulisimama kutokana na machafuko yaliyotokea kwenye mikoa jirani. Sisi hatukuweza kuendelea kufanya kazi kutokana sasa na usafirishaji ukawa ni mgumu. Nani utakayemsafirisha, atakayekuamini wewe? Huenda naye anakuwa na mashaka na wewe unayembeba, au wewe unayembeba unakuwa na mashaka na unayembeba. Kwa sababu viongozi wetu wa wilaya walitupa semina, walitufundisha jinsi ya kujikinga na kujiondoa kwenye maandamano ya mfumo, kwa sababu yanatuondolea utulivu na amani, na yanatusababishia pia majanga mengine ndo kama hivi, unakuta mnapoteza maisha. Na kazi zetu kama hivi ukiziangalia ni kazi za hatari. Wakatupa semina, wakatufundisha, wakatuelekeza kwa upana zaidi, sisi pia tukalichukulia uzito. Kwa hiyo kwa upande mwingine, kwa sisi athari tuliyopata kwenye mkoa wa Njombe, labda tunaweza tukasema ni kuto kufanya kazi, ila kwenda kupiga kura tu, hatukufanya kazi. Kwa hiyo ni kwa kiasi gani sasa mtakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba mambo kama haya hayatokei tena, hata kama yakutokea kwenye mkoa wa Njombe, lakini tumeona kwenye mikoa mingine? Nyinyi vijana wa mkoa wa Njombe, bodaboda wa mkoa wa Njombe, mnaahidi nini kwamba mtakuwa mstari wa mbele kuhakikisha hakutokei vurugu? Nikijibu swali la kwanza kuhusiana na ili lilojitokeza kuisimamia, mimi naweza nikatembelea mle walimotuelekeza viongozi wetu wa wilaya pia wa mkoa kuhusiana na amani. Amani ipo mikononi mwetu sisi wenyewe. Hayupo atakayetoka nchi jirani kuja kuitetea amani ya Tanzania pasipo sisi wenyewe kuipigania. Kwa hiyo hivyo tutaendeleza misingi ile ile waliotuachia wazazi wetu, waliotujengea wazazi wetu, waliotujengea viongozi wetu wa serikali na wa chama hiki cha bodaboda. Tutaendelea kutembea kuiimba amani kama kiongozi wetu pia wa kitaifa anavyoiimba amani, kwamba amani ipo ni jukumu la sisi vijana. Ni vijana tukiilinda amani, hayupo atakaye kuja kuivuruga amani yetu. Mwandishi wa habari, kuhusiana na athari zilizotukuta kipindi cha maandamano, marejesho kwa matajiri, ni sahihi, ile ilituathiri kwa sababu tajiri hela yake ilikuwa inaendelea kusoma pale pale, pamoja na kwamba kuna maandamano na kazi hatufanyi, lakini bado ilipelekea tajiri kuendelea kutudai, kwa sababu yeye anachokiangalia mkataba wake unasema nini, na ukiangalia kwenye mikataba inaturuhusu turejeshe kila siku.
Asante. Sasa mnawaambia nini sasa wanachama wenu kwenye vituo vyenu na kanda zenu baada ya kutoka hapa? Wanachama wenzetu, sisi tunaweza tukasema kitu kimoja, mimi kama mwanachama tutembee kwenye misingi waliotutengenezea viongozi wetu wa kanda, viongozi wetu wa mkoa, kuimba amani na kufanya kazi kwa utulivu, kwa umoja. Uchaguzi umeisha, sasa hivi tuendelee kufanya kazi, kujitengenezea vipato vya sisi wenyewe binafsi, pia kurejesha, kwa sababu unapomrejeshea tajiri siku zinapokuwa zinaenda vizuri, unapokuwa unamaliza mkataba, chombo kinabaki ni cha kwako na unaendelea kuihudumia familia kupitia hicho chombo. Asante. Shukrani sana. Tunaupenda mji wetu na ndio maana tunapenda maisha yetu, na hatukutaka wala kujihusisha na jambo lolote linalohusiana na uvunjifu wa amani. Amani ni tunu, inatuletea faida kubwa, na hasa kwanza kuendesha maisha yetu. Neno amani likitoweka, hakuna yoyote mwenye furaha au wala kwanza hata kuiendeleza familia yake kiujumla. Inakuwa ni heka, ni paranganya za huku na kule. Kila mmoja anajikuta amekosa kabisa mlo wa kutwa na kuziendeleza familia zake. Hivyo niombe na nisisitize kabisa, kama alivyozungumza mwenyekiti wangu wa wilaya, kwamba sisi tuko bega kwa bega na wanachama wetu na tunaenda nao sambamba, tukiwapa maelekezo na tukisaidiana nao katika kulinda amani. Tunapenda sana na tuombe mikoa jirani wenzetu wanaotuzunguka pia na wenyewe waige kwetu, hata kama kwa kidogo kile tulicho nacho. Mwenyezi Mungu katujalia kuwa na tunu ya amani, na wenyewe waige pia. Mikoa yetu hii inashabihiana kwa mazao ya aina yoyote ile, iwe ni mbao, iwe ni chakula, vinahama kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Inapokosekana amani, hakuna chakula kutoka Njombe kwenda mkoa wa Dar es Salaam, wala kwenda mkoa wa Songea, wala kwenda mkoa wa Ruvuma, wala kwenda mkoa wa Mbeya. Chochote kile kinakuwa kimesimama. Hivyo kama sisi wa Tanzania tunajikuta tunaingia kwenye janga la njaa, japo sisi kwetu hatuna njaa. Kwa hiyo nipende na niendelee kusisitiza amani ni kila kitu. Lakini pia niwashukuru pia wakuu wa mkoa, nimshukuru pia mkuu wetu wa wilaya kwa kuwa bega kwa bega na hawa vijana. Vijana wetu wa bodaboda wamekuwa wakiwasikiliza viongozi kwa upendo mkubwa sana, na wamekuwa wakitumia nguvu zao nyingi na muda mwingi kuelekeza hawa vijana. Wameyapokea maagizo yao, ndio maana mpaka dakika hii unapotuona hatujaparanganyika, sisi tuko vizuri kabisa kwenye kulinda amani yetu na tuko bega kwa bega pamoja na wao. Mtangazaji, kwa kweli tuseme hapo nyuma tuliathiriwa kwa kiasi kikubwa sana na wimbi la watekaji, kwa maana ya kuziteka bodaboda zetu na kuwaua wanachama wetu. Ilitupasa tutumie nguvu ya ziada sana, kwanza kuwaelimisha wanachama wetu kuachana na tamaa za fedha ndogo zisizo na tija kwao, hasa nyakati za usiku, na hata kubeba abiria zaidi ya mmoja wasiyemjua. Tuliwaomba sana na tuliwaelimisha sana, wajiathari sana, wajikinge na hilo jambo. Na pia punde wakikutana mbeba mwanachama au mtu yoyote ile kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wasiyemjua, watoe taarifa kwanza kwenye uongozi, lakini pia watoe taarifa kwenye vituo. Hicho kimetusaidia sana kutengeneza ulinzi wa sisi wenyewe kwa wenyewe. Lakini ninachoshukuru Mungu ni kwamba tulihusisha pia viongozi wa ulinzi na usalama, kwa maana ya RPC, mkuu wa mpelelezi wilaya na mkoa. Wametusaidia sana kutengamanisha hili jambo kuwa lenye usalama zaidi, kwa sababu tulipowashirikisha wao pia na wenyewe walitusaidia kwa mbinu zao za kiintelijensia. Tumefikia mahali kuwa na nchi au kuwa na wilaya na mkoa wenye amani kabisa. Niwapongeze kwa hilo. Asante sana. Mimi katika wilaya ninasimama kama katibu wa wilaya, na kwa jina langu naitwa Philibert Henry Kimnenuka. Na ahidi kwamba nitajitahidi kuwashauri wenzangu wote ambao watakuwa nenda kinyume sawa na amani ya nchi inavyotoweka. Kwa hiyo nitasimama bega na bega na viongozi, nitawashauri wenzangu kama mimi ni kiongozi wa kijiwe cha TAG, kuwaeleza vijana wangu kwamba wasijaribu kufanya maovu yoyote juu ya maandamano. Sawa, amani inavyotoweka nchi, kwa kweli mambo mengi yanaharibika. Nini kauli ya kukataa kushiriki amani? Yaani kauli yetu kwa kweli sisi tunataka nchi yetu iwe ni ya amani, na tunakemea, hatutaki kabisa mambo ya maovu yatokee. Kwa hiyo na waasa vijana wenzangu
hasa vijana wa bodaboda. Tumeangalia mikoa mingine ni kwamba vijana wa bodaboda wamejihusisha kwenye matukio haya wakati wapo kwenye wakati mgumu baadhi ya mikoa mingine. Lakini sisi Njombe tumekuwa na amani kwa sababu kila wakati elimu inatolewa, viongozi wetu wa bodaboda wanajitahidi kutoa elimu. Na sisi tupo sambamba, na sisi kama ni viongozi, ni wenye viti wa vijiwe, tunajitahidi sana kuendelea kutoa elimu vijiweni humo na kuambia wenzetu ni marufuku kutoa maandamano yasiyokuwa na tija. Sisi tunaomba wafike wakati watusikilize viongozi, jambo lote linalotokezea tunaomba tushirikishe uongozi ili tuwe bega na bega, hatutaki amani itoweke. Majina? Kwa jina naitwa Aniselimo Mng'ong'o. Aniselimo Mng'ong'o.